Basi ninawakaribisha katika ibada siku ya leo. Ningependa kuwasalimu kwa jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Anayeongea na wewe siku ya leo ni mchungaji George. Ninahudumu hapa Victorious Prayers Assembly nikiwa chini ya Apostle Hosea Kimani Wambugu, na tuko located hapa Free Area, mji wa Home Center, tukiwa Nakuru County. Karibu sana katika ibada ya siku ya leo. Ningependa kuleta ujumbe, na ujumbe ambao ningependa kuleta katika meza hii ni ujumbe wa ndoa, na ningependa kuongea kuhusu ndoa. Nimeona ya kwamba mama Mungu amenipa mzigo huu ni kwa sababu ya vile ambavyo nimeona ndoa imekosa heshima. Ndoa nyingi zinavunjika, watu wengine wanaingia katika ndoa lakini wanakosa kuelewa ni kwa sababu gani waliingia katika ndoa hiyo. Wengine waliingia with no reason, wengine waliingia na purpose tofauti. Kwa hivyo siku ya leo tutakuwa tunaongea ni kwa nini watu wanaingia katika ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Tutaongea reasons why are we getting into marriage, kwa nini tunaingia katika ndoa, na natumai ya kwamba Mungu atakubariki na atabariki ndoa yako. Nataka niseme ya kwamba marriage was God idea from the beginning. Ndoa ilikuwa ni idea ya Mungu tangia mwanzo wa dunia. It is not just about kupatana na mtu ama kupunguza upweke. It's deeper than that. It's deeper than what you think. Biblia inasema kwamba wakati Mungu aliumba Adamu wa kwanza katika shamba, alipomuumba Mungu akamweka katika shamba lile la Edeni, na tunapata ya kwamba Mungu aliona ya kwamba sio vyema Adamu awe peke yake, na tunapata ya kwamba shamba lile lilikuwa ni kubwa tena sana, na lilikuwa na miti mingi sana, na kulikuwa na wanyama ambao Mungu alikuwa amempa Adamu uwezo ya ya kuwachunga. Na tunapata ya kwamba vitu vile vyote ambavyo vilikuwa pale vilikuwa chini ya yule mwanadamu wa kwanza. Naye Mungu akaona sio vyema, akaona huyu ndugu ama huyu mwanadamu ambaye nimemweka katika shamba hili, hakika shamba hili ni kubwa na kuna vitu mingi ambavyo hawezi akavitekeleza peke yake. Kwa hivyo anahitaji kuwa na msaidizi. Bwana atukuzwe. Na hivyo ndivyo Mungu akaona ni vyema amtengenezee mwanamke ambaye ni Hawa ama Eve. Na Biblia inasema ya kwamba Mungu akampa Adamu usingizi ambao ni mkubwa tena sana, na akaweza kumtengenezea mwanamke kupitia kwa ubavu wake. Na Adamu alipoamuka katika usingizi ule akapata ya kwamba wako wawili, na akawa, Biblia inasema kwamba Adamu akawa amefurahia tena sana. Ilimpa furaha kwa sababu aliona ya kwamba amepata kilicho chema. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo nitaweza kuzungumza six reasons of marriage. Nitakuwa ninaongea kuhusu reasons 6 za ndoa. Kwa nini tunaingia katika ndoa? Number one, companionship. Tutakuwa tunasoma katika Mwanzo 2:18. Genesis chapter 2 verses 18. Unaweza ukafungua Biblia yako na itakuwa ya baraka sana. Biblia inasema ya kwamba Bwana Mungu akasema, Bwana Mungu mwenyewe akasema, sio vema mtu kuwa peke yake.
kwa hivyo nitamfanyia msaidizi anayemfaa. Biblia inasema kwamba Bwana Mungu akasema, sio vema mtu kuwa peke yake, nitamfanyia msaidizi anayemfaa. Ni jinsi ambavyo nimesema hapo mwanzo ya kwamba Mungu mwenyewe akaona sio vyema mtu kuwa peke yake. Kwa hivyo anasema kwamba atamfanyia msaidizi. Kwa hivyo mke ama yule mwenzako ambao umempata katika ndoa sio mtu ordinary, ni mtu ama sio mtu wa kawaida, ni mtu ambaye Mungu mwenyewe amemfanya katika maisha yako ili awe msaidizi wako. Jina la Bwana lipewe sifa. Nataka nikwambie ni kwa nini Mungu aliona ni vyema mtu asiwe peke yake. Maisha ambayo tunaishi ama life is war, maisha ambayo tunaishi ni maisha ya vita. Maisha ambayo tunaishi ni maisha ya changamoto, ni maisha ambayo wakati mwingine tunaona kana kwamba ni magumu. Maisha ambayo tunaishi ningesema kwamba wacha niseme ni generalize ya kwamba ni maisha ya vita. Life is war. You need to teamwork ama you need to teammate someone to pray with, build with, cry with, celebrate with. Ninataka niseme kwamba vitu hivi vyote ambavyo ninavitaja, teammate means ya kwamba ni mtu ambaye mnasaidiana katika hali tofauti. Mnasaidiana kwa kutafuta pesa, mnasaidiana katika mahitaji tofauti. Kwa mfano, mwanaume hawezi akazaa mtoto, ni mke anaweza akazaa. Kwa hivyo mume ana uwezo wa kuzalisha lakini hana uwezo wa kuzaa. Wacha nitumie, I'm sorry to use this statement. Mke ndiye amepewa uwezo wa kuzaa watoto. Kwa hivyo hata licha ya kwamba mume ana uwezo wa kuzalisha, hawezi akazaa. Lazima awe na mke ambaye anaweza akapata watoto. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kando na hiyo, tuna mke pia ameletwa katika maisha yetu ili awe msaidizi kwa maombi. Yaani mke ni msaidizi pia kwa maombi. Anatusaidia pia kwa kutuombea sisi wanaume. Tunasaidiana katika hali ya maombi. Na ndiposa unapata Biblia inasema ya kwamba palipo wawili ama watatu, Mungu yu pamoja nao. Mungu anashuka na kuwa pamoja nao. Kwa hivyo wakati una mke, mnasaidiana katika hali ya maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mke pia ni msaidizi wa maendeleo. Unajua katika ndoa lazima kuwe na maono. Na sometimes unapata kwamba mke anakuja na idea. Maybe ulikuwa unafikiria kununua shamba ama ulikuwa unafikiria kununua gari, na mke anakuja na idea na kuambia mume wangu, ndio ni vizuri kununua gari maana litatusaidia, lakini mimi nilikuwa ninawaza ya kwamba tutoke katika rental tununue shamba ama tununue plot tuweze kujenga nyumba yetu sisi wenyewe, na ili tusiishi katika plot tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo unapata mke anakuja na idea nyingine tena ambayo ni nzuri, na unapata ya kwamba hiyo idea ina work. Juu hata ukijiita mkutano, unapata ya kwamba katika kuishi kwa plot sio vibaya, ni vizuri maana zinatusaidia, lakini unapata ya kwamba wakati mwingine inakuwa ni kama utumwa. Maana kama unalipa nyumba 10,000 na ni nyumba ni pesa ambazo hazirudi,
Na unajua unaweza kaa kwa nyumba ya mtu miaka 10 na uko unalipa 10,000, lakini sio kusema kwamba nyumba hiyo ni yako, nyumba hiyo ni yake. Kwa hivyo ukikosa kulipa hata mwezi mmoja, ana uwezo wa kukutoa na kukufukuza na alete mtu mwingine, maana hiyo nyumba ni nyumba ya biashara. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hivyo unapata kwamba huyu mke amekuja na idea, na ndiposa tunapata kwamba wife ama ndoa pia ina build. Bwana Yesu asifiwe. Na pia nasema kwamba pia ndoa ni tunasaidiana katika kilio, yani we cry together. Mke ama mume ni mtu ambaye pia tunasaidiana katika kilio. Ninajaribu kusema ya kwamba kuna changamoto katika ndoa ambazo mkiwa wawili mnasaidiana, yani mnafunguka mawazo. Huyu analeta idea yake, huyu analeta idea yake, then you put together, mnaweka mawazo kwa pamoja. Jina la Bwana lisifiwe. Na hapo ndipo unapata ya kwamba katika kulia kwa pamoja Mungu analeta jawabu, na unapata ya kwamba kuna wakati ambapo furaha zitakapoingia, sasa mnafurahi tena mkiwa kwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Na ndipo kuna msemo unasema kwamba two are better than one. Kwa watu wawili ambao wanaishi pamoja kuna faida kuliko kwa mtu ambaye anaishi peke yake. Jina la Bwana lisifiwe. So the time you celebrate together, okay, when you celebrate, it is good as a family to celebrate together. Ni vizuri kufurahi kwa pamoja, kwa sababu mulipata zile mali ama zile baraka ambazo Mungu alikusudia, mulizipata mkiwa kwa pamoja. Licha ya kwamba ilikuwa ni katika vita, ilikuwa ni katika majonzi. Maana mke akiwa ujauzito anakuanga ni kama ni majonzi, ni kama ni kilio, ni machungu. Lakini wakati anaenda kuzalisha zile baraka, unapata kunakuwa na vigelegele, kunakuwa na nderemo, kunakuwa na vifijo, watu wanashangilia, hiyo familia inashangilia. Ndipo unapata kwamba familia inasema njooni tukunywe chai, tukunywe chai kwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu ya zile baraka ambazo Mungu ameleta. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo na ningependa kuongeza kwamba pia ndoa ni skills, marriage skills. Marriage ni pia wakati tuko katika ndoa ama wakati mko katika ndoa, bado mnakuwa na skills tofauti. Huyu analeta idea, huyu analeta idea, huyu analeta idea, then mnaunganisha zile ideas kwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo pia reason ya pia kuoa katika ndoa ni kuwa na, yani kuleta skills pamoja. Zile skills ambazo mke ako nazo na zile skills ambazo mume ako nazo, tukizileta kwa pamoja, unapata kwamba tunafanya kitu ambacho ni kubwa tena sana. Maybe huyu mke alikuwa anafikiria kununua gari ya biashara, ama alifikiria tuseme kufungua duka, na huyu mume naye alikuwa na idea kufungua kiwanda. Maybe ni kiwanda cha kutengeneza sukari, maybe ni kiwanda maybe anataka kutengeneza store ya mahindi tofauti nini, wanakuwa na idea ambazo ni tofauti. Kwa hivyo unapata kwamba yule mke akileta idea yake na huyu mume akileta idea yake, then wakiweka kwa pamoja wanafanya kitu ambacho ni kikubwa. Then pia loneliness. Wakati mtu yuko peke yake, anahisi upweke, anahisi ya kwamba ametengwa, anahisi mdhaifu. Lakini pia mkiwa wawili, ama ndoa pia, reason pia kukaa katika ndoa ni kuzuia kuwa loneliness.
pia ni kuzuia kuwa mtu peke yake. Yani mnakuwa mnatiana nguvu, mnatiana moyo. Kukiwa na mwingine ameangushwa ama ameanguka kwa jambo hili ama lingine, unapata ya kwamba sasa wako wawili, unapata sasa unatiana moyo. Bwana Yesu asifiwe. Then ya mwisho pia, ndoa pia inatupea boma, gives you home in a person. Yani ndoa pia inasababisha wewe pia ujihisi ya kwamba wewe ni baba, ujihisi ya kwamba hata wewe at least uko na nyumba yako. Sijui kama kuna mtu anafurahia akiwa amekuwa hosted, amehostiwa. Sijui kama kuna mtu anafurahia kuishi kwa wengine. Sijui kama kuna mtu anafurahia pia kuishi akikaa kwao, akiruliwa. Wakati umeingia katika ndoa, pia unatengeneza boma lako wewe binafsi. Yani sasa kumaanisha kwamba umekomaa. You know, there is a difference between a man and a boy, and there is a difference between a girl and a woman. These are two different things. Blessed be the name of the Lord. Kuna a boy ni mtu ambaye hajakomaa kimawazo, ni mtu ambaye ana uwezo wa kukaa kwao, anakuwa ruled na wazazi wake, anaruliwa na familia ya kwao. Lakini sasa ukikuwa a man, hiyo ni kusema kwamba sasa umebuild your strength, umebuild your faith, umebuild your, yani mtazamio wako umekuwa tofauti, mawazo yako yamepanuka, yani umepanuka kimawazo. Kwa hiyo sasa unaanza kuwaza mambo ambayo ni makubwa. Sasa wewe umekuwa mwanaume. Sasa mwanaume ni mtu ambaye sasa amefika viwango ambavyo ni sasa anaweza kuwa na nyumba yake. Na ndiposa katika familia ama katika boma nyingi unapata sasa wazazi wanasema sasa Mwangi, Kamau ama nani ama John ama George sasa ametosha kuwa na nyumba yake, ameshinda kulala kwa nyumba ya wazazi. Hiyo ni kusema ameanza kukomaa. Mtu akienda kwa mfano akiwa ameshatairiwa, sasa ni mtu ambaye amekuwa mtu mzima. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ukiwa mtu mzima sasa Mungu anakuelekeza na ubavu wako, sasa mnakutana, mnaanza kutengeneza kitu kinaitwa boma. Sasa wewe unakuwa na your own home. Blessed be the name of the Lord. Number two, helper ama teamwork. Helper ama unaweza ukasema teamwork ama ukaongeza teamwork ama pia kujenga pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo reason ya pili ambayo pia tunaingia ama reason ya pili ambayo inasababisha tuingie katika ndoa ni kwa ajili ya kujenga pamoja. Yani tunajenga maisha yetu kwa pamoja, yani tufanye mambo as a team. Sometime mtu akiwa mmoja ama ukiwa peke yako unashindwa kufanya, kuna mambo unashindwa kufanya. Ukiwa peke yako unakuwa na udhaifu fulani. So unapata kuna watu ambao ni single ladies ama single fathers, acha nitumie single ladies, single mom. Si eti kwamba hawapendi kuolewa, wameamua kukaa maisha ambao wako peke yao. Na unapata kwamba watu hao wana shida kubwa, unapata unapitia changamoto kubwa. Unapata single fathers wanaishi ama single men wanaishi katika hali ambayo ni ngumu tena sana. Wanapata pesa lakini hawaoni mali zinaenda, pesa zao haziwasaidii. So akipata pesa ni hand to mouth. Blessed be the name of the Lord. Unapata ya kwamba anapata pesa lakini anamalizia kwa ulevi, anamalizia kwa anasa, anamalizia maybe in hand to mouth. Anapata pesa, yeye anajua kwamba ni bora apate kitu cha kukula na alale, hata hajali amelala wapi. Yeye hata akilala kwa mtaro yeye ako sawa, as long as kumekucha. Bwana Yesu asifiwe. Mtu kama yule unapata kwamba akipata msaidizi wakiwa wawili, unapata maisha yake yanabadilika.
unapata anakuwa mtu ambaye yuko machua, unapata ni mtu ambaye sasa ameanza kujisimamisha. Unapata sasa ameanza kufikiria kama mwanaume, ameanza kufikiria kama mwanamke.